kwamba basi anza kuangalia Mungu, na baada kuangalia Mungu basi ninasema kwamba na wewe hebu soma mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Hiyo ni ibada yenye maana. Kwa hiyo mwili wako kwanza, uangalie mwili wako uko sawa. Halo? Vile ambao unavalisha mwili wako, kwanza kuivalisha mwili wako, kuivalisha, ujua kwamba kabla haujatoka kwa nyumba uangalie kwa kioo. Uangalie kwa kioo. Kweli nitaenda kubanyia Mungu ibada wenye ya kukupendeza? Endelea. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa nia, kwa hiyo unakuta hata kama ulikuwa na nia nyingine wakati ambao ulikuwa unavalia hiyo nguo ambao unavalia, bali unakuta kwamba wakati ambao unaenda kujiangalia kwa kioo, ukiona kwamba ai kweli haitaniletea, unakuta kwamba inahitajika, nia yako inakwambia kwamba hii hatutafanyia Mungu ibada yenye maana. Yani wewe mwenyewe ujihukumu wewe mwenyewe kujiangalia kwa kioo. Wewe mwenyewe ujihukumu, bali unakuta ukiangalia unakuta kwa kweli uko sawa. Kila mtu atasema kwamba uko sawa. Utakuwa unafanya usifanye kila mtu. Nashukuru Mungu kwa sababu sawa. Nimeona Mungu akifanya. Kuna watu ambao, kuna kanisa ambao mtu alikuwa anangojea, anajua kwamba kama Manjoji si kiti yake, anajua mali iko. Okay, unakuta saa anajua anakuja ile masaa watu wametulia wasikilize neno, ndio anakuja na ile kiatu ina gong kila mtu. Halo. Halo. Unaelewa vile nasema? Yani nakuta kila mpaka hata mchungaji anasimamisha ujumbe kwanza, yule mwingine akae chini. Halo. Aone kila ambacho nasema. Hiyo kiatu unakuta lazima na kwa nini ina kila ambayo inaweka kwa chini na lazima ifike hiyo kelele. Nashukuru Mungu kwa sababu watu wangu wako na discipline. Halo. Sijaji, lakini hiyo ilikuwa ya hapo ilikuwa ile ngiza. Halo. Na ninajua kwamba kama kuna moja ambao inahitajika tuharibu madhabahu, ninasema kwamba tuharibu, na ujue kwamba itakunenia. Okay. Na kuna njia kila ambao kina nimesema kwamba uelewe kwamba sadaka yako inastahili kunena. Kama hakuneni, kutoa tu unakwenda, ujue kwamba kuna shida. Na ndio unakuta za watu wanavujika moja kuja kanisa. Lakini kama unajua kwamba sadaka yako ukilete inanena, inamaanisha kwamba iko hai. Kwa hiyo kama iko hai, inamaanisha kwamba utakuwa na inakusukuma
siku ile nyingine kuja kutaka kuona Mungu mbele, aonekane mbele ya Mungu. Lakini kama unakuta kwamba si ati ujua kwamba inahitajika sadaka yako ikunene. Siku ile nyingine unakuta utakuwa na ile amu ya kuja kwa maana unajua kwamba inanena kwa ajili yangu. Madhabahu inanena, inakuwekea ulinzi. Halo? Inaitwa nguvu za Mungu, nguvu za madhabahu. Kwa hiyo unakuta haya madhabahu ikiharibika, bali unakuta kwamba ulinzi hakuna. Ikibomoka, unakuta hakuna kile, unakuta kila kitu watu wanaanza kujeka, watu wanaanza kufa, maana hakuna ulinzi. Lakini tunashukuru Mungu, maana madhabahu yetu inanena, inakunenia nini? Uzima, kuendelea kwako. Kwa hiyo ni wewe unakosa kufanya kazi kwa yake. Itakunenea ulinzi, basi itategemea ile ambayo umeiwekelea uzito wake. Halo? Okay. Kubunja ninasema kwamba ninamaanisha kubunja madhabahu. Inaweza kubunja na babuta, maombi, ama kelele. Hebu weka Isaiah 54. Isaiah 54. Kelele ndio unakuta wale ambao wanapenda sana kusema kwamba wewe hauwezi kuimba. Sikia. Imba wewe uliyetasa. Yes. Wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele. Piga kelele. Wewe usiye na utungu. Yes. Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Usiende sana. Lani unakuta kwamba inamaanisha kwamba kuna mtu ambao ako katika hiyo tasa, lakini unakuta sasa hakuna kitu kingine anajua kunungunika tu, na kunungunika si ndawa. Ninakuletea ndawa leo ya kwamba kuvunja madhabahu. Biblia inasema kwamba huyu ambaye anaitwa Joshua aliambia kwamba zunguka mara 7. Kwa hiyo ilikuwa ya kwamba apunja madhabahu na kelele tu, kuzunguka na kupika kelele, madhabahu yote ikaanguka. Halo? Na hapo nasema kwamba imba wewe. Kwa hiyo unakuta kwa anapiga kelele. Basi mbata kupika hivyo, mstari wa 2 inasema nini? Panua hema yako. Panua hema yako. Yes. Na utandaze mapazia ya maskani yako. Yes. Usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako. Vikase vikingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Na wazao wako watamiliki mataifa. Yes, utamiliki mataifa. Ile mataifa tulikuwa tuongea juu yake. Ile mataifa ambao tulikuwa tunaongea juu yake. Kwa nini? Maana tayari umeelewa siri, si kunukunika. Kwa hivyo umevunja madhabahu kupitia kwa njia ya kupiga kelele. Jana kuambia Mungu ni asante. Ile ambao tunaambiwa na nani? Kiongozi saa yote anasema lazima tubikie Mungu makelele. Basi unafanya kazi njema. Ile ngine unakuta kwamba yani kuvuka kula, hiyo ni njia moja unaweza kuangusha madhabahu naye.
Biblia inasema kwamba usinyime mtoto, yana mjui hiyo kiboko. Usimnyime mtoto kiboko. Kwa hivyo kuna pepo haiwezi kutoka hata akiona nini, hata ikiona mabuta. Kuna pepo ambao ikiona mabuta inaenda. Aha. Kuna pepo ambao ikisikia kelele inaondoka. Aha. Kuna pepo ambao ikijua kwamba umefunga inaondoka. Kuna wengine ambao pasipo kwa kiboko inaitwa ujinga. Ndio unakuta sasa kuna mtoto anagongwa ili kuondoa ujinga. Halo? Kwa hiyo kuna watu unakuta pasipo kwa kumuonyesha ukali, nitakugonga au utamgonga, lakini sasa ni umeelewa vile nasema? Au utamgonga lakini umuonyesha kwamba hapa hakuna mchezo. Kuna wakati ambao tulikuwa tunaenda kuruseti, tunaletewa shida sana na sisi tulikuwa wanajuthi. Wakati ule tulikuwa wameoa, lakini sisi tulikuwa wanajuthi. Walevi walikuwa na, sasa tulikuwa tunawatoa. Ukimkamata hapa unakuta sasa hata kurudi hapo tena haiwezi. Ukimkamata hapa kumpeleka nje au utamubika, lakini unakuta sasa bila ambao wamekamatwa unakuta hata hawezi rudi hapo kwa hiyo kikao tena. Kwa nini? Maana amejua hapo nikirudi huko sasa ile ingine nitagongwa. Lakini ukimuonyesha kwamba ni ati upendo, Yesu Kristo wakati ambao alitoa watu si angeumbilia tu? Si ni Mungu ndio angeumbilia. Lakini unakuta wanatoa na nini? Kiboko. Kwa hivyo kuna vitu ambao haiwezi kutoka bila hiyo. Toka pamoja. Naitwa ujinga. Mtu anajua kwamba yeye ametoka kwamba anakuja kusubua hapa tu peke yake. Si angesubua kwamba haiwezi kusubua kwamba anakuja mahali ambapo kuna amani. Kwa hiyo inashika akamatwa hapa ndio hajui kwamba kesho ninaweza bikwa tu. Unaelewa vile nasema? Aisibikwe, lakini vile ambao watakamatwa inamaanisha kwamba hapa ni kubaya. Unamuondoa ujinga ya kucheza, maana Mungu hakuna siku ambao ataka na nini? Ni mtakatifu. Kwa hivyo hata akiwa kwako atakuwa mtakatifu tu. Kwa hivyo usikumbali mtu akuja kachezea ile unaona huyo anaitwa aje? Anaitwa Elia hana yake. Lakini yake haikudhiakiwa. Umeelewa vile nasema? Inapika mahali ambao unadhiakiwa. Unakuta kwamba kwa maana wewe umepanana na wao. Inamaanisha kana hata wewe unastahili kuwa unaisimika na wao. Akikuona hivi na anakuheshimu, si ati upanya kama vile ambao kwa nini? Maana wakati ambao unaenda kucheza na wao inamaanisha kwamba basi ile ingine ataanza kucheza na wewe. Halo? Anakuvutia sikala mpaka unakuta mpaka anasaidi akibika hapo unakuta haina heshima.
lakini si ati kuvutia sigara. Halo? Akiwa na hapo, akivuta, ninatoka hapa ninaenda mwambia we, sima hiyo sigara inatusumbua. Akiwa na hapo, akiwa na hapa, ninatoka ninaenda mwambia hiyo hapana, enda kuvutia kwingine. Halo? Si ati yako ndani, hapana. Elewe ya kwamba mahali ambao hako. Siri unaelewa vile nasema. Kwa hiyo kwa nini wewe wale ambao unatembea, kwa hiyo inahitajika wale ambao unatembea na wao, bali unakuta kwamba ikuwe tofauti na wao. Utanganishwe na wao. Halo? Nimeongea kitu ambao hamupendi. Ni kuambia kwamba uitenganishe na wao. Maana Biblia inasema kwamba nundu na giza haiwezi enda pamoja. Nundu na giza haiwezi enda pamoja. Kwa hiyo inahitajika utenganishe nao. Na baada kutenganisha nao unakuta kwamba inakuwa rahisi, na ndio unakuta basi inamaanisha kwamba utafunja madhabahu yao haraka sana. Unafunja madhabahu yao. Na unakuta sasa wewe unakuwa na nguvu. Umeelewa vile nasema? Ile ingine, na ndio Biblia inasema kwamba neno kazi yake ni kuonya na kukemea. Kwa hivyo kama wewe hawezi kukemea kitu ambao unakuta kwamba unakuta sana nakwambia kwamba hii iko hivi na iko, hawezi kukemea, unakwambia kwamba itakuangusha. Halo? Itakuangusha. Kwa hiyo inahitajika ujue ya kwamba vile ambao neno, ujue neno. Kwa hiyo neno ambao itakemea. Na maana Biblia inasema kwamba ukemee. Kwa hiyo pasipo kukemea itakukalia. Halo? Bosi, unasikia hiyo? Na unakuta saa kuna watu ambao unakuta saa anakuja anakuambia kwamba hii tuseme kwamba ni bosi, hebu kuja bosi, anakuambia kwamba hii ni msichana, anakuambia hii unajua sasa nimekumisi hii amekumisi na wewe kumbali bila ambao utamisiwa, unajua kwamba kesho atakuangusha. Halo? Amen. Kwa hivyo ni kwako ukemee, usema kwamba amwambia bana au saiko. Halo? Yani unakataa akukisi na kama anahitajika hiyo upendo, hiyo ni sawa, hiyo upendo ni sawa. Amekumisi lakini imebika hapo. Halo? Wacha ibike hapo. Kukumisi lakini sawa, lakini siendelee zaidi hapo. Halo? Kama hautaweza kukemea hiyo, unakuwa kesho utakuwa chini. Hiyo madhabahu itakukalia. Wacha niseme hiyo. Hiyo madhabahu itakukalia. Na tuko hapa tuangushe. Si tunaweza kuangusha madhabahu siku ya leo? Tuangushe madhabahu siku ya leo. Na nimesema kwamba, nimekuambia kwamba si lazima mafuta. Wewe ujue, kila mtu anajua hila ambayo imemkalia ni gani.
Wewe unajua na haitajiki kuwa na pasta. Hata wewe mwenyewe unaweza kuangusha yako. Kuna wengine unakuta kwamba wale ambao sasa, hebu kuja, wale ambao wameoa, wale ambao wameoa, wale umeoa pasipo kuwa utembee na mtu wako na kuambia kwamba pepo itakulalia tu. Kuna mapepo ambao nikuwa naye style ni kukemea, hapana, inetiani inajiondoa, lakini wakati ambao niko peke yangu itanikalia. Halo, huyo ndio unakuta kwa anakuwa nini, anakemea hata na kuangaliwa tu, kuangaliwa, pepo inapotea. Na sana sana wale ambao sasa kama ninakutabilia wewe upate haraka, maana unaingia kwa madhabahu, kwa hivyo na hiyo kitu iko ndani yako.